Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema ambayo ametujalia siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninalitukuza jina lako na kulinua. Asante kwa saa nzuri na muda mzuri. Mungu Roho Mtakatifu, ninakualika na kukukaribisha wewe uliye mwaminifu. Karibu mahali tulipo watumwa wako, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaamini upo, wala hautanyamaza kwa ajili yetu. Katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema yake ambayo ametupa siku ya leo. Ni saa nzuri na muda mzuri, watumishi wa Mungu. Sasa leo ninatamani tuanze na maombi na tutamalizia shuhuda. Mnasemaje, watumishi wa Mungu? Sawa. Ni sawa Amina. Amena. Sawa kabisa. Leo tunaanza na maombi na tutamalizia na shuhuda na mahitaji. Itakuwa ni nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na maombi yetu. Somo letu linabebwa kwenye kitabu cha Torati, kumbukumbu ya Torati, sura ya 7 na mstari wa 1 hadi wa 3 hadi wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome tena kwa kukumbushana. Kumbukumbu ya Torati, sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendeayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu ukupita wewe. Mstari wa 2: wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma Biblia kwenye hiki kitabu, nilizungumza nikasema sasa ni Mungu ametupa nafasi mwaka huu. Niombe tu mpendwa wangu, kama maiki yako hujamute, hebu chukua nafasi ya kumute maiki, itakuwa ni nzuri zaidi. Chukua nafasi kumute maiki kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nikisema kwamba Mungu amekusudia mwaka huu tuyaondoe mataifa. Anasema Bwana Mungu wako atakapoyang'oa. Maana yake kumbe katika ulimwengu wa roho Mungu alikwisha kumaliza kazi yake. Ilikwisha kubaki kazi ya mimi na wewe, ni kuomba, kupambana. Jamani, natamani kuona kina Hana mwaka huu. Natamani kuona kina Ana mwaka huu, waliosubiria wokovu miaka mingi. Inawezekana umesubiri wokovu wa mume wako. Inawezekana umesubiri wokovu wa familia yako. Inawezekana unasubiri wokovu wa familia na ndoa yako au watoto wako. Ana, kuna tofauti ya Hana na Ana. Hana ni yule aliyekuwa anasubiri uzao, mtu aliyemzaa Samueli. Lakini Ana ni mwanamke aliyefiwa na mume wake akiwa na umri wa miaka 25 kama sikosei. Akapata agano kwamba akae madhabahuni akimuomba Mungu kusubiri wokovu wa wana wa Israeli mpaka Masihi Kristo alipokuja kuzaliwa. Alikuwa na miaka karibia 80. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua tunaposema mataifa 7,
nikazungumza nikasema kwamba kila mtu ana mataifa yake. Inawezekana wewe mataifa yako ni ile roho iliyokuzuia usipate mme, ile roho iliyokuzuia uwe na mafarakano, ni ile roho ambayo huwezi kushinda dhambi, ni ile roho ambayo adui amekukamata kwa njia tofauti tofauti. Hayo yote ni mataifa 7. Lakini niseme tu kwamba ni wakati mzuri kabisa huu Mungu ametupa nafasi na sisi ya kupambana upande wetu tuweze kumiliki. Sikia, mimi natamani kumiliki na wewe unatamani kumiliki. Nilizungumza nikasema kwamba unapoomba, hebu omba kwa maana ya kumuona adui alipojificha. Na tena useme kwa maneno yako kwamba nimekuona, ulikuwa umeketi kwa mme wangu, sasa ninakung'oa, ninakutoa. Mwambie kabisa Bwana alikwisha kukuondoa. Pale msalabani alisema imekwisha. Kama ni ugonjwa, Bwana alikwisha kusema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kama ni kila kitu, kama ni umaskini, mwambie nimekuona umeketi kwenye umaskini. Mwambie nimekuona umeketi kwenye mafarakano. Mwambie nimekuona umeketi kwenye roho ya kukataliwa, mimi nakataliwa. Mwambie muonyeshe ya kwamba umeona. Na mara tutakapokuwa sasa tunatangaza, mambo yanatokea. Anza kuona picha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yasiyoonekana. Bayana ya mambo, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yatarajiwayo maana yake huwezi kutarajia kitu usichokielewa, usichokuwa na picha. Hakuna mtu anayetamani kujenga nyumba alafu kwenye moyo wake akusiwe na ramani ya nyumba yake anataka iweje. Haleluya, watu wa Mungu. Sikiliza, picha ya kwanza ya chochote au ramani ya chochote unachokitaka kiko kwenye moyo wako. Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu cha Misali, Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ile Misali 23 mstari wa 7. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo kuna vitu unapong'oa, hakikisha ndani yako unaona jambo linatokea kweli. Jamani, unataka kuwa mtumishi, unaona utumishi. Sikia, nataka leo nikushuhudie ushuhuda. Mungu hajawahi kumpa mtu kitu asichokiona. Yusufu aliona yeye ni mkuu, ndugu zake wamemwinamia na ilikuwa hivyo. Sikia, kuona tu hatufanani. Mtu mwingine akikaa hivi anaona picha ya maisha yake. Kuna mwingine ameona ndoto, kuna mwingine ameona maono, hatufanani. Lakini nikwambie, unapoomba kuwa na picha yako halisi ambayo uliiona tangu misingi. Kila siku huwa ninashuhudia, niliona maono nikiwa na umri wa miaka kama sio 11 au 12. Niliona maono hayo, tena nilikuwa kijijini polini kabisa, sehemu za Ulambo huko. Kwa watu mnaojua sehemu za Ulambo, polini, katikati ya poli. Nilikuwa nimepelekwa kwa dada yangu fulani, mume wake kipindi kile alikuwa mganga wa kienyeji. Niko kule nikiwa mdogo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo tangu nikiwa mdogo mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaota ndoto wapendwa wangu, nikaota ndoto kwamba niko safarini, nimepanda basi. Wakati ule nakwambia hivi, mimi hata gari ndogo nilikuwa sijui, kwa sababu nimekulia polini, kwa sehemu za Ulambo, wakulima wa tumbaku, ambako tulikuwa tunaona kijijini kwetu wakati wa mavuno ya tumbaku, wakati wa mauzo ya tumbaku ndio yalikuwa yanakuja magari ya kuja kubeba tumbaku. Labda ni mafuso, labda magari gani haya. Ni hivyo ndo niliwahi kuyaona hayo. Sikuwa nimewahi kuona basi, lakini mimi basi, wapendwa wangu, niliiona kwenye ndoto. Nikamwona na mtoto wangu, binti yangu Glory, nakumbuka. Nikaota vile, halafu nikaja nikashtuka, nina furaha, sijawahi kuisikia hiyo furaha. Na mimi huwa ninajua tu ndoto ya maono ya kitu changu cha baadaye. Nikishtuka najua, huwa ninakumbuka. Kwa hiyo niliota ndoto hivyo. Niliota
Wakati nimeota, nikaamka nimefurahi, nikawa nawaambia jamani, nimeliona basi, natamani hata nilichole hivi wanielewe. Hakuna anayenielewa. Nacheka, wanasema mimi na hii, wanahisi nachanganyikiwa. Jamani, kipindi kile hata sikuwa nimeokoka. Sikuwa nimeokoka miaka ile, niliota hiyo ndoto mimi. Na ndio maana nakwambia hivi, maono ni ya mtu asiyeamini na yule anayeamini. Na tatizo la watu wengi, tunapokuwa tumeokoka, tunasahau maono yetu, tunasahau picha zetu kwenye maisha. Lakini kila mtu anazaliwa na picha yake. Inawezekana uliota ndoto ukasahau, na ndio maana kuna mambo unajaribu hayaendi. Ni vizuri kwenye haya maombi tufanye maombi ya ndoto zetu. Biblia inasema tukiomba sawasawa na mapenzi ya Mungu anatusikia. Jamani, hiyo ndoto nilikuja kushuhudia mwaka 2014, na hiyo ndoto ya kwanza niliota, nilikuwa kule kijijini mwaka 2003. Sijui unanipata. 2003 ndoto ile nikaja kuikumbuka mwaka 2014, miaka 10 na ngapi iliyopita, karibia miaka 11, ndo nakuja kukumbuka. Huwa ninasema siku moja tulikuwa tunatokea sehemu moja, mkoa wa Kigoma. Tulikuwa tunatokea Kigoma kwenda kuhubiri. Tayari nina mtoto wangu Guroli, alikuwa na mwaka mmoja hivi. Sasa tunatokea kuhubiri, tumelala nyumbani kwetu, tumetoka Kigoma tukapita Kahama nyumbani kwa dada yangu, tumelala. Asubuhi alfajiri ametusindikiza dada yetu mpaka stendi. Tumepanda gari. Kulikuwa na kampuni moja, siku hizi hilo kampuni silioni. Tumepanda gari, tumefika pale kwenye kona ya kupiga kona, sehemu moja wanaita Phantom. Kuna watu wanaoelewa Kahama. Phantom pale, hayo mabasi yalipataga ajali ule mwaka, nakumbuka yalikuwa yanakimbizana. Sasa moja lililokuwa nyuma yetu, yani sisi tulikuwa nyuma, tukaovateki lile gari lilokuwa mbele, tukaliovateki, linapita tu hivi, ile gari nyingine ikapata ajali. Yani kile kishindo cha basi ambalo lilikuwa nyuma yetu, mimi kanipeleka mmoja, yani wakati limelia yani ile kishindo kile, mimi nikakumbuka ile ndoto. Nilipomtazama sura ya binti yangu ni yule yule niliyomuona kwenye ndoto. Tangu nina miaka 11, ndo yule yule niliyemuona kwenye maono. Nililia sana hiyo siku. Sasa dada yangu akaanza, kumbe wakati, kwa sababu haikuwa mbali na stendi, habari ikavuma. Alikuwa hajafika nyumbani, kaambiwa basi limepata ajali, basi fulani. Kakumbuka ndio basi nilikuwa nimepanda mimi. Kumbe lile basi lililopataga ajali lilikuwa linaenda Mwanza. Sisi tulikuwa tumepanda la kuelekea Dar, linapita huku Dodoma. Sasa mimi nalia tu. Kumbe simu yangu, dada yangu anapiga simu, sipokei. Akajua nimepata ajali, nimekufa mimi na mtoto na watumishi wenzangu tuliokuwa nao. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu, baba yangu Daniel. Mimi wakati nalia, nimeshangaa tumefika Nzega huko. Tumefika Nzega kabisa huko. Ndio nikananili, nikakumbuka kushika simu. Nakumbuka kushika simu, nakutana na miss call za kutosha. Dada yangu nampigia simu, amelia, amekaa chini, amepekua maiti na maiti za watoto, maiti za watu, hanioni mimi. Amewaomba na watu wengine, ndugu na jamaa wamekuja, amewambia mdogo wangu wamepata ajali. Hajui kama ni gari, kumbe sio. Nafikiri hakuaga amekalili namba ya basi lilokuwa tumepanda. Akaja amepekua maiti na maiti, alafu mimi sipo. Nakwambia hivi, lile gari walikufa watu wasiopungua 30. Ile basi. Na mimi nakumbuka, sikia nikwambie, kumbe Mungu aliweka picha. Nitapata watoto wa aina gani? Nitapata nini? Mimi nilipoolewa, kabla ya kuolewa, nilimuomba Mungu anipe mtoto mtumishi wa kwanza. Nilisema hivyo, lakini moyo wangu ulikuwa unatamani nipate wa kiume, lakini bahati mbaya sikupata wa kiume. Tangu nilipopata hayo maono, niliamini kwamba yule mtoto alitoka kwa Mungu na Mungu alikusudia nipate watoto. Sijawahi jutia kuwa na watoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ile ndoto, kumbe inawezekana
kuna kitu kimeingilia kati kikalazimisha kuingiza kupitia fikra, kupitia mazingira unaoyaona, ikalazimisha kuingiza picha ambayo sio yako. Leo ninakusihi mtumishi wa Mungu, imani ni kuona picha. Imani ni picha, niseme hivyo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo kwamba mtu asiyekuwa na imani ni kama upepo unaopeperushwa, ni mawimbi ya bahari yanayopeperushwa na upepo. Ni mtu asiyekuwa na imani. Mimi leo nasema hivi, mtu asiyekuwa na picha ya maisha yake, hata maombi yake ni bure, ataomba bure, hakuna kitakachotokea. Kwenye waraka wa Yohana, Biblia inasema, Yohana anasema hivi, kuomba, tukiomba sawasawa na mapenzi yake anatusikia, na kama anatusikia tunazo zile haja tumuombazo. Mapenzi yake ni ile picha aliyoiweka kwenye maisha yako. Kumbe mtumishi wa Mungu, hata tunatakiwa tupige huku, picha yangu ninaitafuta, picha yangu imefichwa wapi? Na ndipo utaomba maombi yenye mwelekeo. Sikia, mimi nakumbuka nilikuwa na picha ya kuwa na mme mchungaji, nilikuwa na picha ya mwanaume ambaye atakuwa ni mnene, sio mwembamba. Mimi sikuwa na picha ya mwanaume mwembamba, sikuwa na picha ya mwanaume mfupi, sikuwa na picha ya mwanaume fulani, lakini kiukweli ni kwamba ile picha yangu niliyoionaga ndio nilionayo leo, na ndio maisha nilionayo. Nimejifunza hichi kitu. Kwa hiyo hata unaenda kufanya vita, acha kufanya vita ovyo ovyo. Yani lenga kwenye penyewe, lenga penyewe, piga kwenye taketi yako, acha kukanyagaga ovyo ovyo. Ninaamini ya kwamba hata mtoto wakati unamzaa ulikuwa na picha ya kwamba mtoto wako atakuja kuwa mtu fulani, atakuja kuwa na muonekano fulani. Mume unayemtaka, usiolewe na mwanaume mradi unaolewa. Mwapiga penyewe. Inawezekana yule uliye naye kwenye maono sio yule aliyekuja, sio yule ambaye unaye leo au unayewasiliana naye. Kumbe mwambie Mungu, ninataka mwanaume ambaye ninaye kwenye maono yangu, kwa sababu huyo ndiye ananifaa na huyo ndio mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye kwa tamaa, fanya kwa sababu una ndoto kweli. Hilo nalo nitoe angalizo. Kuna watu wanatamani kuwa, inawezekana sikia, huwezi kujenga nyumba kama huna hiyo ramani unayoitaka. Hata kama mwingine atakuja, utatembelea maono ya watu wengine. Ni muhimu kuwa na maono yako katika kila eneo ambayo Mungu aliyaweka ndani yako tangu ukiwa mtoto mdogo. Na maono huwa hayaanzii juu tu eti kwenye utu uzima. Hapana, maono yanaanzia chini sana. Hebu kumbuka vizuri, na leo ninataka ushughulike na maono yako. Usikubali na usitembelee maono ya mwingine. Usitembelee maono ya mwingine, usitembelee maono ya mwingine. Tembelea maono yako, fikiria maono yako, na kisha umfuate adui, mnyang'anye. Biblia inasema mtu mwenye nguvu alindavyo vitu vyake viko salama. Akija mwenye nguvu kuliko yeye, atamteka, atamfunga na atamnyang'anya vyote vilivyopo nyumbani mwake. Biblia inasema mwizi akipatikana atarudisha mara 7. Ameiba nini kama huna picha? Ameiba nini? Inawezekana ulikuwa unafikiria kwenye maisha yangu ya ndoa nitakuwa na amani miaka yote. Leo huna amani. Unakumbuka ile picha uliyokuwa nayo kabla hujaolewa. Shetani ameiba. Acha kuruhusu adui aibe unachokijua. Kirudishe. Biblia inasema atarudisha. Anarudisha nini kama huna unachokijua? Utarudisha nini mpendwa wangu? Unarudisha kitu unachokijua. Nisikilize vizuri. Ukinielewa itakusaidia. Kuna watu wengi adui ameharibu maono yao, ameharibu picha zao, na bado wanazubaa. Sikiliza, ni wakati wa kupiga. Lazima iachiwe Kanani yangu. Kanani ni sehemu ambayo kuna maziwa na asali. Kanani, nchi hii Bwana amesema sitatumia nguvu. Kanani yangu inafananishwa na bustani ya Edeni. Mpendwa wangu, kwenye bustani ya Edeni Mungu aliweka kila kitu. Kazi niliyopewa mimi ni kuilima na kuvuna na kutumia, maana hiyo nilimilikishwa. Hivyo ni mimi na wewe sasa nione Edeni yangu, nione Kanani yangu, picha nione. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nifuatishe sasa maneno haya, mtumishi wa Mungu. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako
Ninakushukuru kwa uaminifu wako na neema ulionipa. Kwa jina la Yesu, ninasogea mbele zako nikiomba toba na rehema. Bwana, nisamehe kuwaza kwangu, nisamehe kunena kwangu, nisamehe fikra zangu, nisamehe mwenendo wangu. Damu yako ya thamani, Bwana, iniondolee hukumu za kila namna kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zaidi ya yote, ninatamani kuona wema wako tena siku ya leo. Mfalme, damu yako iniondolee hukumu na mashtaka yote na kila namna za laana na kila namna ya uharibifu. Mfalme wa falme, nami nihesabiwe haki kama mtoto wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndipo Biblia inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana siku ya uovu. Na mimi Bwana, nimetembea siku nyingi katika siku za uovu, lakini siku ya leo ninatamani kuona uaminifu wako. Nirudi tena katika siku za neema na baraka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuja mbele zako, ninaamini neema yako ikinifunika. Ulimwambia mtumishi wako Paulo ya kwamba neema yangu ya kutosha, na mimi ninakiri ya kwamba neema yako inanitosha. Ndio maana nimekuja kwako huku nikiamini imeandikwa, wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa Mungu, na mimi ni mtoto wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa ni mtoto wa Mungu, ni mrithi, nilisio pamoja na Kristo Yesu. Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, Baba, kwanza ninatangaza ulinzi wako. Biblia inasema ya kwamba utanifanya kuwa boma la shaba, ya kwamba utanifanya kuwa mchokoo, mimi na nyumba yangu, mimi na watoto wangu, mimi na familia yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Na ndipo Jehova, ninasimama kwako kama nilivyo, nikitangaza upendo wako, nikitangaza neema yako iko juu yangu. Hivyo kwa haki hiyo ninasimama nikitangaza ulinzi wako kwa jina la Yesu Kristo. Linda afya yangu, linda watoto wangu, tulinde kwa habari ya unajisi wa tabia zisizokupendeza. Tulinde mimi na familia yangu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tulinde kinyume na hila zote za adui katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na nyama. Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, siku ya leo Baba, ninatangaza ya kwamba mimi ni silaha kikuu cha kupuria. Biblia inasema watumishi wako umewafanya kuwa Bwana, umewafanya kuwa silaha kikali cha kupuria. Mimi ni silaha kikali cha kupuria kila ustawi wa adui. Nitafyeka na kuondoa na kuteketeza kabisa, kwa kuwa mimi ni silaha. Biblia inasema ya kwamba umenifanya kuwa lungu lako la vita. Kwa mimi utaponda ponda mataifa, kwa mimi utaponda ponda falme, utaponda ponda wenye mamlaka, utang'oa Bwana, na kisha utapanda. Na mimi leo kupitia mimi ninaamini unajitwalia utukufu tena, kwa kuwa wapo wa Amaleki uliowaondoa nyuma yangu na mbele yangu, kwa kuwa wapo wa Amori uliowaondoa na kuwang'oa kabisa katika njia yangu, kwa kuwa wapo wa Peresi, wapo wa Kanani umewaondoa, ingawa wametatana, ingawa wako wengi na wenye nguvu kuliko mimi, lakini umewaondolea nguvu hiyo, na ndio maana umeniruhusu niwapige Mfalme. Lakini zaidi ya yote, ninasihi damu yako ya thamani inene mema, nihesabiwe haki, kwa kuwa Biblia inasema damu ya Yesu inatupa kibali kukiendea kiti cha rehema, kama ambavyo zamani damu na sadaka na kafara ilikuwa inampa kibali kuhani kukiendea kiti cha rehema, madhabahu
madhabahu patakatifu pa patakatifu. Na mimi leo nimepata kibali kukiendea kiti cha rehema cha Mungu patakatifu pa patakatifu, kwenye kiti cha enzi aketie Baba aliye hai na Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa kibali cha damu ya Yesu nimepata kibali hicho, na jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hivyo leo ninasimama nikitangaza ya kwamba kila aliyesimama kwenye picha yangu ambayo nimeiona, ninayoiona leo hivi ninavyoomba, ninaona picha yangu ya maisha yangu, kesho yangu ninaiona. Mimi sibahatishi, kwa kuwa ni mtu mwenye imani. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Bwana, mimi leo ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba adui, nimekuona ulipoketi leo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, wewe ndio uona ameketi wapi. Inawezekana kajificha tu kwa mtoto wako kuleta magonjwa, kaleta udhaifu, kaleta aibu ya tabia mbaya kwenye familia, au kaketi kwa mme wako, au kaketi kwenye tumbo lako, kaketi kwenye mikono yako ya uchumi. Kila unapofanya kitu chochote hakiendi. Sasa mfuate, sema nimekuona kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekuona umeketi, umeleta uharibifu kwenye nyumba yangu. Leo ninakufuata kwa kuwa mimi ni lungu la vita kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni taifa usiye na agano na mimi. Wewe ni taifa usiye na agano. Hivyo ni adui wa haki. Kila adui wa haki kwenye maisha yangu leo ninakufuata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza kuharibu kabisa kila connection yako ambayo huwa unaitumia kwa siri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninang'oa mataifa 7 yote yaliyosimama mbele yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila taifa unayesimama kama mgaligashi kwa jina la Yesu. Inawezekana mgaligashi wewe ni ugonjwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninakushughulikia wewe roho ya magonjwa, pepo la magonjwa kwa jina la Yesu. Shetani uliyejificha kwenye magonjwa, shetani uliyemfuatilia mtumishi wa Mungu Ayubu ukaketi kwenye magonjwa, leo ninakupiga kwa moto, na kupiga kwenye viungo vyangu, na kupiga kwa watoto wangu, na kupiga kwa ndugu yangu. Popote ulipojificha kama mgaligashi wa magonjwa, haya toka, achia maisha ya mtu huyo, toka, achia kwa jina la Yesu. Ninakushambulia wewe mgaligashi wa magonjwa, na kupiga kwa moto. Wewe umesimama kama taifa, unanizuia nisimuone Mungu, unanizuia nishindwe kumtafuta Mungu. Ninakupiga kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shandalabasika rapapapapa shapakatetesa. Hebu mpige mgaligashi, mpige huyo mgaligashi kwa jina la Yesu Kristo. Mpelekee moto, mpelekee radi, mpelekee mashambulizi mpaka kukimbie. Na kuambia hivi, hebu kiri uzima, kataa madhaifu ya mifupa, kataa udhaifu wa vidonda vya tumbo. Tumbo linawaka moto, huyo ni mgaligashi. Umepewa amri na Bwana alikwisha kumwondoa kwa njia ya msalaba. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona kwa jina la Yesu. Leo na mimina damu ya Yesu kwenye mishipa na mifupa ambayo ilikwisha kupata udhaifu kupitia taifa galigashi kwa jina la Yesu. Ng'oka na uachie afya. Ng'oka. Kama una ndugu yako ana udhaifu, hebu piga hiyo roho, piga. Itatua ugonjwa ni mgaligashi, piga muondoe kabisa.
piga na umuondoe kabisa kwenye maisha. Piga muondoe, ameketi kwenye mifupa yako mwenyewe, mshambulie kwenye viungo vyako, mshambulie kwenye mifupa yako, mshambulie kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninawafuatia taifa la pili kwa jina la Yesu. Waamori, sikiliza neno la Bwana. Wewe Mwamori uliyekuwa ukipigana vita na mimi, ukileta mafarakano, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni taifa unayeonekana una nguvu kwenye maisha yangu, leo nakushambulia. Hebu geuza au huyo Mwamori, mfanye kuwa taifa la mafarakano, ambaye amekuwa akileta mafarakano kati ya ndugu na jamaa, ameleta mafarakano kwenye ndoa. Hebu mpelekee moto. Nakwambia hivi, shambulia kwa imani. Hebu uwe unaona picha ya kwamba unampiga kweli. Hebu mfuatie kwa nyuma, wakimbize kabisa, waone unawapiga kabisa, waone unawashambulia kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Rika saka karabashaka ribo shandarabasika. Wewe roho ya mafarakano, sikiliza, roho ya mafarakano iliingia hata kwa Ayubu. Ni roho ambazo zinafatana. Ukishambuliwa kwa magonjwa, inaletwa roho ya kutokuelewana, inaletwa roho ya kutokupendwa. Hebu leo ipige hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wa karibu yako wanakukimbia, ishambulie. Shambulia mtumishi wa Mungu, mwambie ninakushambulia. Wewe Mwamori, ninakushambulia. Wewe Mwamori, mwambie ninakushambulia kwa jina la Yesu Kristo. Mshambulie popote alipoketi, mpige kabisa, maana anakuzuia kumiliki. Unamiliki amani, unamiliki furaha, unamiliki upendo, unamiliki mafanikio. Hayawezi kuja ikiwa imepandwa roho ya mafarakano. Roho ya mafarakano, piga, shambulia. Mwambie nimekuona ulipoketi, nimekuona. Mshambulie kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Riko saka karabashaka orabashaka. Taifa la pili ni Mkanani. Sikiliza, Mkanani ndiye aliyekuwa amezungusha ukuta ili kuzuia wana wa Israeli wasipate vitu vya thamani. Sikiliza, huyu ndo ameketi kwenye roho ya umaskini. Hebu shambulia aliyezuia, anayeleta madeni badala ya kubarikiwa. Ndio unakopa madeni, unakosa mlango wa kulipa. Hebu mpelekee radi na moto. Mkanani we, ninakupiga leo. Mkanani we, ninakushambulia leo. Ninakushambulia, ambao unaninyima kibali kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la biashara, eneo la kazi. Ninakosa kazi, nimekosa rakasika. Ninakupiga leo kila ukuta. Hebu piga kelele, sema huo ukuta uliomficha Mkanani umeanguka pwa, umeanguka pwa, umeanguka pwa, umeanguka pwa. Mkanani rakasika rabashandarabasika, ulijizungushia ukuta. Leo ninakuja kinyume chako. Kila roho iliyoficha, imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya. Biblia inasema Bwana atanitangulia mbele yangu. Kitabu cha Isaya 45. Biblia inasema Bwana atanitangulia mbele yangu. Mstari wa 3, atakwenda kupalainisha palipo paluzwa kwa jina la Yesu Kristo. Anasema hivi, atanitangulia mbele yangu. Atakwenda kupiga mapingu ya chuma na shaba ili kunipa hazina za sirini zilizoko gizani. Lewe ndio ulipoweka ukuta, sioni ndani kama kuna dhahabu. Rabashaka, leo Mkanani uliyezungushia ukuta kuficha picha yangu nisione ndoto yangu, leo uliyenigeuza nikawa kipofu, natembea sioni ninachotakiwa kukipata. Lakini leo nasema nimeona picha yangu ya kufanikiwa. Mimi ni tajiri, tunashinda na zaidi ya kushinda. Mimi ni mtoshelevu kwa jina la Yesu. Kila kitu nitakachogusa kwa kazi za mikono yangu imebarikiwa. Hatua zangu za kuendea baraka imebarikiwa kwa jina la Yesu. Na yapisha, ikiwa ni mazingira ya Tanzania, achia. Mazingira ya nchi yoyote iliyosimama kunizuia, achia kwa jina la Yesu. Wewe ni Mkanani, naangusha huo ukuta, naangusha pwa kwa jina la Yesu. Pwa huo ukuta, pwa huo ukuta.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, leo ninauangusha huo ukuta Mkanani uliyejificha. Hebu tazama, anza kuona unakimbia, unakwenda kuteka nyara vitu vyako ambavyo vilikuwa vimezuiliwa. Sasa vilikuwa katika giza. Sikiliza, ninavifuata popote. Leo ninamilikishwa. Hebu tangaza unamiliki sasa, kwa kuwa umeangusha ukuta wa Mkanani na umempiga kwa moto, umempiga kwa radi, umemshambulia leo Mkanani, umemshambulia kwa jina la Yesu. Uchumi wako umefunguliwa sasa. Hebu shambulia, mshambulie kabisa popote alipojificha. Inawezekana amejificha kwa kukosa mtaji. Mtaji wako kushuka chini. Piga radi. Lazima waachie wafalme. Wanatekwa wakuu wao, wanashambuliwa, wote wanauawa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka 19, yoyote anayezuia rabashaka, anayekataa kuongozwa na Kristo, aletwe mbele ya Kristo tumchinje. Leo mkononi mwangu nimeshika upanga wa Roho, hivyo ninafyeka kabisa. Hakuna ufalme unaonizuia kumiliki tena. Mimi ni tajiri kwa nafasi yangu. Ndio ninayapisha. Imeandikwa katika Isaya 60 mstari wa 11. Biblia inasema, na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Kwa jina la Yesu, wewe uliyesimama kama ukuta, malango yangu leo yamefunguliwa. Yako wazi, ndio ninatangaza yako wazi kwa jina la Yesu Kristo. Rakasaka rapapapa, mfuate kabisa. Sikia, unaelewa milango yako imefungwa wapi, uchumi wako umezuiliwa wapi. Shambulia na uchukue mateka yako, mtumishi wa Mungu. Fungua hayo malango, yafungue hayo malango. Tangaza hayo malango yamefunguliwa. Rakasakakata rapapapapa shapakatakasaka. Fungua hayo malango, fungua. Ingia, miliki sasa. Anza kumiliki. Mmiliki huyo Mkanani, umemmiliki na umetawala. Hakuna atakayezuia kwa jina la Yesu. Rakasakakata rapashandarabasika orabapapa oshakakatakasa rapapapapa. Leo ninashambulia kila Mkanani. Achia uchumi wangu, achia kazi za mikono yangu, achia hatua zangu za kuendea ndoto ya baraka ya kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa sikiliza, shambulia kabisa. Mkanani ndio anayezuia uchumi wako. Mkanani ndio anayekufanya uishi kwa aibu na madeni. Mkanani, kwa sababu ameweka ukuta kabisa, huwezi kuona ndani kilichopo. Nimekwambia hivi, kwa hatua zako shambulia kwa jina la Yesu Kristo. Shambulia. Umetengwa nje ya malango, na ndio maana huwezi kuvipata vilivyo vyako. Leo kataa kwa jina la Yesu. Leo kataa kwa jina la Yesu. Leo shambulia tu. Shambulia, mtumishi wa Mungu. Bwana amekupa nafasi ya kuvimiliki mwaka huu. Wote hawa amewang'oa mbele yetu, na sisi tuna nguvu ya kuwapiga na tunawanyang'anya vilivyo vyetu. Ropo shaka likasaka kata rapapapa rikasaka karaba shaka rikosepeketa kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza, rikosaka, kuna mperesi. Huyu mperesi yeye alikuwa anashambulia, anazuia mipaka ya kuingia katika sehemu mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo wewe mperesi uliyekuwa unasimama kwenye eneo la hatua za watoto wangu, kwa jina la Yesu, kwenye mipaka yangu, leo ninakushambulia. Mipaka ya kumiliki, mipaka ya kutawala, mipaka ya uzima, mipaka ya amani. Hebu mpige yoyote ole waka simamaye kwenye mipaka ya jirani yake. Mshambulie kabisa, aliyesimama yeye kama mlinzi kuzuia tu usiingie kwenye kufanikiwa, usiingie kwenye uzima, anayeleta migogoro kwenye familia, anayeleta mambo yenye kuzuia, anayeleta mambo tofauti. Huyo ni mperesi. Mshambulie sasa. Mperesi ameanguka mbele yangu. Hebu sema, mperesi umeanguka. Leo ninakukanyaga. Biblia inasema, adui zangu nitawakanyaga kama mwanamke asagavyo zabibu yake kupata juisi.
mperesi, na mimi ninakanyaga, ndio ninakanyaga mperesi, ninakukanyaga. Mipaka yangu iko wazi sasa, mipaka yangu iko wazi. Unayenizuia kwenda hatua mpya, kwa jina la Yesu. Unayesimama karibu na Yordani, ndio Yordani yangu nilikwisha kuivuka, ni utakatifu. Leo ninakuapisha, jua limesimama na kupiga wewe, jua limesimama na kupiga wewe, kwa kuwa Bwana amenirizia. Sikiliza, mkamate muhivi anayeleta mafarakano kwenye nyumba yako. Mkamate muhivi, rakasika, rikosheke, rapapapa, ripapapa, rekeshaka. Muhivi, anguka mbele yangu kwa jina la Yesu Kristo. Muhiti, anguka mbele yangu, uliyekuwa mrefu na mwenye nguvu kuliko mimi, wewe uliyekuwa unafananishwa na manefiri, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashandarabasika, muhiti na muhivi uletaye hofu na mashaka, leo nakushambulia. Mashaka sina tena, nina nguvu zaidi yako, nina uwezo zaidi yako, kwa maana nimeambiwa, nimepewa mamlaka ya kung'oa. Leo wewe muhivi, ninakung'oa na kutoa nje ya maisha yangu, ninakung'oa na kupeleka nje ya dunia yangu. Dunia yangu ni dunia iliyobarikiwa, dunia yangu ni dunia iliyo juu, dunia yangu ni dunia ya heshima, dunia yangu ni dunia iliyobarikiwa. Ni kama bustani ya Edeni, kila kitu ninachokitaka kipo ndani yake. Hivyo achia mipaka yangu, toka kwenye moyo wangu unayeleta hofu ya kushindwa kuthubutu, unayeleta hofu. Rabashaka, naogopa historia ya zamani na kupiga leo. Una nafasi kabisa wewe, uletaye utisho, uletaye mahangaiko. Rabashaka, ninakung'oa. Mimi nayaweza katika Kristo Yesu. Ndio Biblia inasema ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nayaweza yote, nayaweza yote. Sikia neno la Bwana ya kwamba Bwana alikwisha kukuondoa mbele yangu, na mimi nimepewa nafasi ya kukupiga, na fimbo ya kukupiga ninayo, na silaha ya kukupiga ninayo. Ni neno la Bwana ambao ni upanga wa Roho. Leo ninakata hatua zako na kukatakata, ndio na kukatakata. Hautazuia hatua zangu, hautazuia nafasi yangu, hautazuia kile kilichokusudiwa mwaka huu nikipate, nitakipata. Wewe muhivi wa utasa, wewe muhivi wa kutokuzaa, wewe muhivi wa kutokufanikiwa, uzazi wa kiroho, uzazi wa kimwili, ongezeko, uletaye ukiwa, ninakuamuru toka kwa jina la Yesu. Uletaye mahangaiko, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru leo, ng'oka na uachie maisha yangu. Ng'oka na uachie maisha yangu popote unapokaa. Nimekuona wewe muhivi, wewe muhiti uliyesimama kama Goliati wa maisha yangu. Kuna mahali umekuwa aibu, aibu ya miaka mingi. Leo imeandikwa, nimekupa mamlaka ya kung'oa. Ninang'oa na kutupa nje ya mpaka yangu, na kung'oa na kutupa nje ya maisha yangu, na kung'oa rikasakakata, na kung'oa kwenye uchumi wangu, na kung'oa kwenye biashara, na kung'oa kwenye huduma yangu, ndio na kung'oa kwa watoto wangu, na kung'oa kwa ndoa yangu. Hapana mahali utasimama wewe muhivi, wewe muhiti, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe roho ya manefiri utokaye kuzimu na shetani, kwa jina la Yesu. Roho ya uasi unayejipenyeza kwa siri kuleta uharibifu kwenye nyumba yangu. Yoshua anasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Sikiliza neno la Bwana. Huna mamlaka, huna nafasi. Hivyo ng'oka na ukimbie kabisa, ng'oka na utoweke kabisa, ng'oka na uondoke kabisa kwa jina la Yesu. Riko saka karabashaka lepesha pakata ribababapa. Wewe Myebusi, ulikuwa ni kataifa kadogo kama Kai. Bwana amenisamehe dhambi, hivyo nimerejeshewa nguvu yangu yote ya kumiliki na kutawala. Leo ninashambulia, hakuna adui Myebusi yoyote hawezi kusimama mbele yangu. Ndivyo ninavyotangaza, Myebusi wa aina yoyote
hautasimama mbele yangu. Ndio nimepewa mamlaka ya kuanza na kumaliza. Bwana aliyenipa nafasi ya kuwapata watoto amenipa na nguvu ya kumaliza salama kwa jina la Yesu. Aliyenipa ndoa amenipa na nguvu ya kuwa na amani. Aliyenifanya kuishi kula na kula amenipa na nguvu ya kuishi kwa amani, ya kupata ninachokitaka kwa jina la Yesu Kristo. Aliyenipa kuishi amenipa na nyumba. Ndio ninatangaza nimepewa mwanzo na mwisho, nilikwisha kupewa. Biblia inasema Bwana atangazaye mwisho tangu mwanzo. Riko sekeketa rapapapa shapakata. Aliyetangaza huduma yangu alitangaza na mwisho wangu. Chochote, hebu sikiliza mtumishi wa Mungu, kuwa serious na hicho unachokiombea leo. Hebu ona kabisa umekipata, ona kabisa kimekuwa, ona kabisa kimefanikiwa, ona kabisa hakuna wa kuzuia. Myebusi wewe, ni taifa dogo kwangu, una mamlaka tena, hautasimama tena. Ndio ninakuamuru katika hii dunia, nimepewa kumiliki katika hii dunia. Yote yanawezekana ninayoyataka na ninayoyaona kwenye upeo wa fikra zangu, kwenye upeo wa macho yangu, kwenye upeo wa ndoto yangu. Ninaona aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndio najiona tajiri, mimi tajiri. Najiona mtumishi mwenye miujiza, ni mimi. Najiona mtumishi ninayetatua changamoto mbalimbali. Bwana ameweka majibu kwangu. Ndio iko hivyo. Najiona kuyafikia mataifa. Naona ndoto yangu inatimia. Mota ndoto hajawahi kufa mpaka ndoto imetimia. Mimi ninaona picha. Hakuna wa kunizuia. Ndio hamna wa kunizuia. Hakuna, sio usiku wala mchana, nyakati zote hakuna wa kunizuia. Sikiliza nikwambie, kwa imani hii unaweza ukawatoa watoto wako matatani. Kwa imani hii unaweza ukamtoa mmeo mpendwa. Kwa imani hii usikubali, unaweza ukamwokoa mtu yeyote. Hana alisema moyoni mwake, nitazingatia, nitamtafuta Mungu, sitakula na kunywa. Bwana ataumba jambo jipya katika tumbo langu. Hebu fukuza kifo katika utumbo lako. Mauti iko katika tumbo lako. Hebu ifukuze. Mauti imepenyeza kwenye kiuno cha mme wako. Timua nakwambia. Timua kabisa. Hiyo mauti itimue nakwambia. Itimue mtumishi wa Mungu. Iondoe. Ondoa mauti kwenye uchumi. Ondoa mauti kwenye afya. Ondoa mauti kwenye huduma. Ondoa, kimbiza. Riko sakaraba shandara basika. Orababa raka sakakata. Orababa imeandikwa, Bwana atarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Leo narejesha picha yangu, heshima yangu niliyokusudiwa na Bwana tanga misingi. Imerudishwa. Gila makasa pakata imerudishwa. Uchumi wangu umerudishwa. Orabashaka kazi imerudishwa. Watoto wangu wamerudishwa leo. Rakasika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba nimetangaza, Baba nimeamini kwa jina la Yesu. Leo mataifa 7 mmenikimbia, hamtasimama milele. Mataifa 7 ninaweka uwigo wa moto kwa jina la Yesu, kunizunguka magharibi, mashariki, kunizunguka kaskazini, kusini. Uwigo wa moto. Mimi ni boma la shaba, nasema mimi ni boma la shaba, na vitu vyangu vyote nilivyovipata leo ni boma la shaba, na kuna adui atakayenishambulia tena, maana wote wameanguka. Sijawahi kuona kabisa ya kwamba Mkanani alivyopigwa alirudi tena. Hakuwahi kurudi. Haya alivyokanyagwa yeye na wafalme wake alirudi. Hapana. Waamori hawakurudi tena. Wakanani hawakurudi. Wahivi hawakurudi. Wahiti hawakurudi. Wayebusi hawakurudi. Waperesi hawakurudi. Na mimi ninaamini ya kwamba haya yote niliyoyapiga na sasa hivi napokea. Hebu nyosha mikono yako
ishara ya kupokea. Anza kusema nimepokea. Pokea unachokitaka sasa. Pokea watoto, pokea kazi, pokea kufanikiwa, pokea amani, mtumishi wa Mungu. Pokea furaha iliyokuwa imepotea. Pokea mme unayemtaka, pokea mke unayemtaka, pokea huduma unaarabasika ambayo umeiona kwenye upeo wa macho yako. Ipokee, ipokee kwa jina la Yesu. Ipokee. Riko sakarabashaka. Bwana amekuridhisha, Bwana amekuridhisha. Pokea, pokea sasa. Hebu sema riko saka. Nilisema hivi mpaka mwezi wa 3. Tutashuhudia watu wakishuhudia matendo makubwa kabisa. Matumbo ya wanawake yamefunguliwa. Rakasaka kata rapapapa. Kwa jina la Yesu ninatangaza, ninaamini. Jehova asante. Baba, pokea sifa na utukufu kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini na ninashukuru. Mungu asante. Baba asante. Karibu tena, uwe pamoja nasi, utembee pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaamini. Amen. Mshukuru Bwana. Sasa watumishi wa Mungu, ni muda sasa wa mahitaji, ni muda sasa wa shuhuda, ni muda sasa wa kupokea shuhuda, wa kupokea mahitaji, tukaomba pamoja hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niendelee, kabla hatujaendelea nitoe tangazo kabisa ya kwamba watumishi wa Mungu, safari yetu ya kuelekea Uganda tutaanza tarehe 12. Tutaelekea Uganda, maana yake wiki ijayo. Tutaondoka Tanzania na kuelekea Uganda, na kule tutakuwa na wiki 2. Ni kuombe tu mtumishi wa Mungu, tunahitaji kupelekwa na kurudishwa na mahitaji mengine yote. Nilisema kila mtu kwa pesa ya Tanzania itagharimika 300,000 kwa kila mtu, na tuko watu zaidi ya 7. Nikukaribishe mtumishi wa Mungu na Mungu atakubariki kabisa. Ni sadaka yako kwa Mungu kwa ajili ya kupeleka injili, sio kwa ajili ya kumpa mtu. Hii ni sadaka ya kupeleka injili. Watu watakavyokuwa wanaokoka na wanasikia kutoka sehemu mbalimbali, na wewe Mungu hata kuacha kama ulivyo. Karibu sasa mwenye mahitaji, na Mungu akubariki. Asante. Unawasha maiki yako, unaongea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina watumishi. Amina, amina. Mimi nina ushuhuda pia ninahitaji. Karibu. Nitaanza na ushuhuda. Wiki iliyopita niliwahi kusimulia ndoto yangu. Sasa ukaanza kunipa maelekezo, na baada ya maelekezo ukatoa mfano. Yani nao ukasema hujui kwa nini unaongea haya maneno. Kiukweli nimefundishwa na nimekuwa nikizingatia sana. Nikisikia neno lolote mtumishi wa Mungu analiongea, ujue aliongea bure. Sasa ulipoongea yale maneno, nilivyorudi nikaanza kuomba. Yani niligundua kuna tabia mbaya ilikuwa imeshaanza kupandiwa ndani yangu. Kupitia yale maneno nilianza kuiongea, yani ilifungua kama ufahamu wangu na kunipa mimi mwongozo wa kuomba. Amina. Nilivyoomba, namshukuru Mungu, nimeshinda. Nimekuja kumrudishia Mungu sifa na utukufu na shukrani kwa. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, na Yesu akushike mkono kwenda mbele zaidi, kwa sababu tunaponywa sawasawa na neno la Mungu. Ni neno la Mungu pekee linalotugeuza na kututia kwenye kweli yote, na Roho Mtakatifu barikiwe sana. Ndio. Pia ninahitaji jicho langu la kushoto nizaliwa. Yani chochote tu kitoke kwenye jicho, kama sijui mnahitaji kwa Kiswahili bora ila hivyo, yani kama kidude tu kimevimba ndani ya jicho, yani huko nje. Lakini ghafla siku za nyuma kuna kitu ambacho kilijitokeza tu kikawa kinavimba. Ninakumbuka nilivyoombaga sana, kuna siku niliombaga sana kikapo. Hello. Umeanza mtandao wangu. Simu zangu sasa hivi zinasumbua. Mtumishi wa Mungu, nilikuwa sikupati kabisa.
Ulikata mtandao. Ndio. Umesema jicho. Nilikuwa naongea. Kimekuwa kama na wiki kadhaa. Kilikuwa kikubwa, lakini baada ya maombi kikapungua. Na mara nyingi sana nikiomba unasikia kama joto kwenye hii jicho. Yaani joto. Mara nyingi sana nikiomba unatokea hiyo hali. Kilikuwa kikubwa, mtu kwa mbali anaweza kakiona, lakini baada ya kuomba sana kinaenda kinapungua. Sasa sijui ni nini. Ndio nilikuwa naomba maombi kwa sababu kuna muda kinanisumbua. Usiogope, shika tu jicho lako tukuombe. Amen. Shika tu hilo jicho lako tukuombe. Watumishi wa Mungu wamesikia kabisa. Ya tuombe, na niamini utarudi hapa kwa ushuhuda kusema kimekuachia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya mtumishi wako Lucas. Ni kijana wako, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo dalili ya uvimbe na chochote, iwe allergy au chochote, sababu yoyote, ninakiamuru kimbia na uachie maisha yake kwa jina la Yesu. Kimbia, achia hilo jicho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyuka na usambae, na kuanzia sasa usirudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Ukae sawasawa. Amen. Na mimi mama nina ndoto. Ndoto ambayo niliota kwamba mume wangu alikuja kwenye ndoto. Akaniambia, Mama Faraja, usinikatae. Ndo aliniambia hivyo kwenye ndoto. Usinikatae, kwa nini unataka kunikataa? Sasa kwenye hiyo ndoto mimi sikumjibu mama. Akawa ananiombea, aliniombea maombi ya nguvu sana mama. Maombi ya baraka, ya neema, maombi yani Mungu wangu siwezi nikaelezea yale maombi. Yani ni Mungu tu. Aliniombea sana mama kwenye hiyo ndoto. Baada ya kuniombea sana, sasa mimi nikaja kuona mtoto mdogo. Mimi nina watoto 4. Nikaona nimekuwa na watoto 5. Katika hao watoto 5, huyo mtoto wangu wa mwisho alikuwa analia sana. Baada ya kulia sana, alikuwa analia, akilia tu na machafu yanaingia ndani kwenye kinywa chake. Nikasema sasa hii ni nini? Kumbeba, nikaingiza mkono na kidole changu kwenye kinywa chake, nika kama msamba anapuliza, anasukuma kinywa cha machafu yake na vidole. Baada ya hapo akawa sawa. Sasa nikaona mahali pengine, nikaona yule mtoto wangu wamemchukua, eti wameenda kumuua. Sasa mmoja dada ambaye nilikuwa naachia huyo mtoto wangu akaniambia hivi, kwa nini wewe unaacha mtoto wako angalau wanataka kumuua? Akaniambia hivi, njoo huku nikakupeleke sehemu ambako kuko mtoto wako. Kweli nienda kukuta ule mtoto wangu mama analia sana. Nikaja kushtuka kwenye ndoto. Kwanza nikaanza kumshukuru Mungu. Baada ya kumshukuru Mungu, tena nikaweza kuomba maombi ya kama yale ambayo nilikuwa naombewa, kwa sababu ni hiyo ndoto moja ndio ikaja kufika hadi kwenye huyo mtoto. Nikaanza kukemea mashambulizi ya adui, nikaanza kukemea mpaka hivi sasa. Hivyo ndio niliota mama. Mume wako huyo baba watoto? Ndio. Si ni mume wa mtu? Ni mume wa mtu mama, lakini kadri niliona hivyo vilikuwa vinatoka huo upande wa kwake na mke wake huko. Ndio vilitoka. Sasa yeye alikuwa ananiombea kulingana na hivyo vita. Akaniambia kwamba mimi nisimkatae. Aliniombea mama, ni basi tu haya maombi yani. Sasa sikia, usiseme tena mume wako. Unasikia Joyce? Usiseme tena mume wako. Yule alikuaga ni mzazi mwenzako, usiseme mume wako. Sababu ni mume wa mtu. Katika ulimwengu wa roho unashtakiwa ukisema hivyo.
Umenielewa? Inawezekana yeye anakutakia mema, yani hiyo unaonyeshwa kwamba yeye anakutakia mema, lakini katika ulimwengu wa roho unaonyeshwa kwamba bado roho ya uzinifu haijaisha, kwa sababu ni mzazi mwenzako. Umenielewa? Lakini yeye sio kwamba anakutakia mabaya, na mashambulizi hayo yanatokana na kwa sababu mna watoto, ni mtu ambaye bado mnaweza kuwasiliana, mnaweza hivi, lakini kumbuka yule mama bado ana maumivu kuhusu wewe, na ndio maana unaona hizo vita, na hizo vita zinawafuata hao watoto. Kwa hiyo yeye anakutakia mema kwa sababu ni watoto wake, lakini mke wake ana amani gani na wewe? Ana amani gani na hao watoto wa nje ya ndoa? Hana amani. Kwa lugha nyingine unaonyeshwa kwa lugha nyingine unaonyeshwa, inawezekana hata sio uchawi, lakini haki ndio inayoendelea kuzunguka kujaribu kuharibu tena maisha yako. Kwa hiyo kuanzia sasa badilisha mtazamo. Huyo mwanaume usimuite tena mme wako. Mungu atakupa mme wako, lakini ukiendelea kunamuita mme wako, ulimwengu wa roho pia unaweza ukaendelea kukushtaki. Umenielewa mwanangu? Ndio mama, na hata hivyo nishamkataa mama. Nishamkataa, lakini sema tu kwa sababu nilikuwa na mbloke. Yeye anakuwa anapeleka mataarifa sijui mama Faraja ananikatalia kuongea na watoto. Kuna mara na ndugu zangu wananiambia niongee tu naye. Kwa ajili ya watoto. Kwa ajili tu ya watoto, kwa ajili ya watoto sio mbaya. Hivyo. Kwa hiyo adui anatumia sana huo mlango. Kwa hiyo endelea tu kukatana, kuomba na kumwambia Mungu akupe mme wako mwenyewe. Wewe bado ni binti mdogo, unahitaji kuwa na mme wako mwenyewe. Hivyo tu, ubarikiwe. Sawa mama, nashukuru. Haya, asante. Karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Na mimi nashukuru Mungu tena siku ya leo kunipatia neema kuingia. Lakini mama, niseme ni ushuhuda. Mimi naishi Australia na mamangu, maana shangazi yangu mwenyewe nilifika naye huku. Lakini mamangu anaishi huko tu, iko Kongo. Sasa tulikuwa tofauti state. Sasa amekuja hamia hapa kwenye niko. Lakini jana wakati naenda kuona, tunaongea tuko na akaniambia ndo nimekumbuka kuko neno mwana ilioneshwa juu yako. Akaniambia, akaelezea, akasema kaendo nililota na huko unaniambia shangazi niko na mimba. Na unakumbuka kisi nilikuwa nilishafungwa juu tangia nilizala mtoto wangu wa pili. Leo inakuwa karibuni miaka 10. Siku najaribu lakini bado sijafanikiwa na mwingine mtoto. Na wakati nilizala tu ule mtoto kukatokaka ujumbe ya kwamba kuko watu wachawi wamefanya minyu usipatake mwingine mtoto. Njoo mwa hii ndoto sasa nilikuwa namuelezea shangazi yangu. Akasema ati nilikuwa namuelezea kama mimi niko na mimba. Na wakati nilikuwa namuelezea niko na mimba nikashuhudia kumwambia kwamba nimekuwa na mimba, lakini na Mungu amenionyesha watu wenye balifungaka uzazi wangu. Ni watu ninawajua hapa, tunaishi nao tunashiriki, lakini sitawasema. Ndio vile nashukuru Mungu kwa hii maombi yenyewe Mungu iko nafanya. Naamini Mungu ameenda kuangusha benye wote walikuwa wananifungia uzao wangu. Na ninashuhudia kwa jina la Yesu. Amen. Nilisema mpaka mwezi wa 3 wenye matatizo ya uzao wengi mtakuwa mna ujauzito, mtatushuhudia. Mtanishuhudia tu lazima kwamba sasa tayari nina mimba imethibitishwa. Mungu awabariki. Amina. Wakati mwingine unapoomba sema tu mtumishi wako amesema. Mtumishi wako amesema mpaka mwezi wa 3. Maana yake kuanzia huu mwezi wa 2 ni mwezi wa kubeba mimba, wa 3 mwanzoni ni mwezi, mwishoni mwa mwezi wa 3 lazima. Wewe amini na huku ukitenda. Msifananishwe tena. Kuna watu fulani ni kwaga na waombea ikifika nyakati za uzao, kwa sababu sio kila siku utabeba mimba. Kuna siku 11 tu za kubeba mimba. Sasa hizo siku wanagombana, hizo siku hawapatani, wameachana na vitanda, alafu mnaomba mzae. Mnazaa wapi?
hamwezi kuzaa. Kwa hiyo ni lazima pia na kanuni zizingatiwe. Mungu awabariki sana. Karibu mwingine. Karibu mwingine. Amina watumishi wa Mungu, kama tumeisha, maana yake hata haya maombi yamefanya kazi, tunaamini, si ndio? Basi shika kwenye kichwa chako ni kuombee ulinzi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukutukuza kwa uaminifu wako. Ninawaficha watumishi wako wote kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza damu yako ya thamani inene mema, wakalindwe mchana, wakalindwe usiku. Hatimaye tukutane kesho kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini imekuwa. Amen. Mungu awabariki watumishi wa Mungu, tukutane kesho. Asanteni sana. Amen.